Ilikuwa ni sehemu ya mpango wetu. Kama ulivyoona, wana mabeki wakati wenye nguvu na wazuri, na kwa wachezaji kama wale ni rahisi kucheza dhidi ya mshambuliaji halisi wakati kama Soa. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya kwa nini tumetumia namba 9 ya Uongo, akiwa ni mchezaji ambaye anaweza kutupa ziada kati. Nafikiri kipindi cha kwanza tuliweza kutunza mpira kwa kipindi kirefu na tulitengeneza nafasi 3 za wazi. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza kutafuta sababu kwamba kwa nini imekuwa hivyo, lakini sipo kutafuta sababu. Why? But I'm not searching for excuses. Lakini vipi kwa wenye timu yao, kwa maana ya mashabiki na wanachama wa Simba? Neno lao ni lipi baada ya kuona timu yao imepoteza kinyonge zaidi kwenye mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi? Ali Kiumbe hapa, mtu wa kibegi cha makombe cha wanasimba kindakindaka. Stop hapo, wazee wa nyama mwingi. Mwanzo kabisa naweza nikasema tu kwamba jinsi ambavyo tumeingia ni kama tulikuwa hatuhitaji kupata matokeo. Kwa sababu tumeingia bila striker na huko nyumbani, kwenye kiwanja cha nyumbani, mimi nitegemea kabisa mwalimu katika hichi kiwanja ndo angekitumia kama tanuru ya moto katika kuchukua pointi 3 muhimu. Lakini bahati mbaya zaidi tunaona tumepoteza. Kidogo inatutia wasiwasi kama mashabiki wa Simba. Lakini tunaweza kusema tu kwamba kama hatokaa vizuri na baadhi ya watu ambao wameona kama kuna dosari, wakae naye vizuri, umwambie, kwa sababu sisi uvumilivu hatuna, lazima tumwambie ukweli. Sawa, na hivyo ndivyo ambavyo mnyama Simba anaondoka hapa uwanja wa Benjamin Mkapa. Na huu unakuwa ni mchezo wake wa 3 kukosa matokeo ya ushindi kati ya ile mitatu ambayo ameicheza kwenye uwanja wake wa nyumbani kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kutoka hapa uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, naitwa Omar Mkoroine wa Sports Extra ya Clouds FM. Shuhuda wa Sports Extra Clouds FM, mchezo wa kwanza tu ya makundi ligi ya mabingwa Afrika uliopigwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Bwana, kauli ya kwa Mkapa atoke mtu mitandaoni huko imeanza kutoka. Imeanza watanzao bwana. Of course. Wakaiweka ile caption bwana, kwa Mkapa anatoka mtu na wainga wana cha kufanya. Utani wa jadi unajua. Ndivyo ambavyo ukiomba mvua lazima ujue kudili na matope. Okay, ligi ya mabingwa Afrika. Nadhani kwa michezo ambayo imepigwa mpaka hivi sasa, Simba inakuwa ndio klabu ya kwanza kupoteza ikiwa nyumbani kama sikosei katika michezo ya jana, katika michezo ambayo imeshapigwa na leo mpaka hivi sasa, sio? Jana nilikuuliza swali hapa kwa namna ambavyo ulimsikia kocha mkuu wa Petro Luanda, Francis Katiga. Yes. Akikiri kwamba uwanja wa Mkapa haujawahi kuwa rahisi kwa wapinzani, especially dhidi ya Simba. Yes. Lakini akasema kwamba angetumia upungufu ambao wamekwisha ubaini kwa Simba Sports ili kupata matokeo mazuri. Sasa swali langu la msingi, inawezekana Simba ina upungufu huo, lakini umerahisishwa zaidi na benchi la ufundi la Simba Sports. Kwamba Simba sawa, hakuna timu sio na mapungufu. Of course, mapungufu yako. Hakuna, yani hata Barcelona ile ya Pep ilikuwa na mapungufu. Kuna watu walikuwa wanatumia mapungufu kwa adhibu. Lakini kwa namna Simba ilivyocheza leo, inawezekana kocha Bulgaria, manager mkuu of course, Dimitar Pantev, na msaidizi wake Selman Matola, ndio ambao wameifanya kazi ya benchi la ufundi ya Petro de Luanda kuwa rahisi zaidi, kiasi kwamba wamecheza wakiwa comfortable na kupata matokeo mazuri kwa Mkapa, ambako imekuwa ni kawaida dhidi ya Simba huwa atoki mtu. Majibu mawili. Majibu mawili. Yes. Kwenye udhaifu na Francis Katiga kuona na kujaribu kutumia kwa manufaa ya Petro Luanda, kuna vitu ambavyo vilifunction, na kwenye mpango wa Simba kujaribu kupunguza mapungufu ambayo yameonekana kwa siku za hivi karibuni, ili kuweza kupata manufaa na kushinda huu mchezo. Kuna baadhi ya vitu pia ambavyo vilifanya kazi, na ukiangalia scoreboard na ukikumbuka dakika 90 zote za mchezo, kwa asilimia kubwa sana kuna vitu vingi sana ambavyo haviwekwi kwenye perspective sahihi na watu wengi. Of course, mashabiki wa Simba wameumia leo. Hakuna kitu ambacho utakisema maybe kwamba Simba kuna performance fani walitoa vizuri alafu watu wakakuelewa. Hakuna mtu atakwambia hivyo. Wata accept hayo maneno, lakini
ukweli ni kwamba palikuwa pana positives of course, licha kwamba ilikuwa ni siku mbaya kazini kwa Simba. Nianze na udhaifu. Moja kati ya vitu ambavyo ni wazi wa dhahiri wa shairi kuhusiana na football ya Simba hivi sasa ni kuikosa security ya mpira ambayo anaileta kwenye first phase ya ujengaji mashambulizi goalkeeper wake Musa Pinpin Kamara. Na kumkosa yeye kuwa na Yakub Suleiman, uko na mtu wa kwanza ambaye ana communicate somehow inconsistency, somehow inconfidence, kwa maana kwamba timu haiwi na uhuru na kujiamini kwa ukubwa kuanzisha mpira ukiwa chini kwenye eneo la kwanza. Na tuliona leo Petro Rwanda, the very first minute mechi imeanza, Yes. Atiga aliwatuma vijana wake wakatumia hiyo disadvantage ya Simba. Nendeni mkapressurize eneo la juu. Walikuwa wanapush sana kwenye high zone. Sawa, whether it was Joao Panzezia striker, whether it was Ben Diaz ambaye alifunga goli ambao kwa sababu mfumo ulikuwa ni 3-4-3 kwa upande wa Petro Rwanda, which means walikuwa na center backs watatu, walikuwa wana mstari wa watu wanne ambao kuna viungo wawili pamoja na wing backs wawili, alafu wana double tens juu yao pamoja na striker mmoja wa kusimama ambaye alikuwa ni wao Pazazia, alafu walikuwa na jamaa wako ambaye ulipendezwa sana na ambavyo alicheza leo hii kwa maana ya Pedro Palemba ambaye alikuwa anacheza kama right 10, alafu left 10 alikuwa ni Ben Diaz ambaye alifunga bao. Kwa hiyo Ben Diaz pamoja na wao Pazazia walikuwa wanakuja kupressurize kweli eneo la juu la Simba kwenye dakika za mwanzo za kipindi cha kwanza wakati tu mchezo umeanza, lakini pia hata wing backs Antonio Hosi upande wa kulia pamoja na Anderson Ruiz upande wa kushoto, wote pia walikuwa wanakuja juu kuhakikisha kwamba Simba hawapati ruhusa ya kukimbia na kupitisha mipira hapa pembeni kwa fullbacks ambao walikuwa wameadvance kwenye position kuweza kuhama kutoka kwenye eneo la kwanza. Kwa hiyo kwenye hilo Atiga alikuwa spot on, na of course Simba walikuwa uncomfortable, hawakuweza kuhamisha mpira vizuri kutoka kwenye eneo la kwanza, na haikuwa perfect in terms in terms of what tuna expect from Simba wakiwa na mpira mguuni, lakini pia ni kama palikuwa pana manifestation pia, japokuwa of course palikuwa pana matunda, kwa maana kwamba tuliona mpira ukibakia sana. Kuna mafani baadhi ya mashambulizi ya Simba kuanzishwa, Petro Rwanda walifanikiwa kuyachukua ama kupoka mpira kwenye eneo la juu ama katikati kutokana na pressure ya mwanzoni mwa kipindi cha kwanza, lakini pia at the same time ni kama Dimitar Pantev ali appreciate ukweli kwamba siwezi kumfanya Yakub Suleiman awe Musa Pinpin Kamara akiwa na mpira mguuni. So leo alimpa license, just go long. Hakuna haja ya mipira mingi ya chini, pressure ni kubwa, wakiwa wanakuja kwako just piga mipira mirefu to bypass eneo letu la kiungo, tukagombea mipira ya eneo la juu kule na center backs wa Petro Rwanda, and then second ball sasa zalishwa tuwalete mchezoni Nio Maema, Morris Abraham, Eli Mpanzu, and of course wale fullbacks ambao watakuwa overlap juu kwa maana ya Mligo na Kapombe, and then tuweze kutengeneza mashambulizi. But on that one sasa whilst unaweza ukausema mpango wa Atiga ulifanikiwa kwa maana kwamba alilazimisha Simba zicheze mpira wake, kwa upande wa Dimitar Pantev, to be honest, leo sijui ni nini alikuwa anawaza. Kwani leo tu? Sio leo tu peke yake, lakini kwa nature ya mchezo wa leo sijui nini alikuwa anawaza na kile ambacho nimekiona. Kwa nini? Kwa maana ya kwamba Kampista, wewe umeamua kwenye ile squad yako wa Simba una mastriker watatu, una Mkwala, una hitaka kumtaja Teba, una Jonathan Soa kaka Alimba, unakumbuka Teba? Una Jonathan Soa, una Steven Dese Mukwala. Sawa? Yes. Hii ni mechi ambayo kwa kile ambacho tumekiona unatuambia kwamba hakuwa unawaza kuweka mpira chini. Sio? Ulikuwa unataka kwenda wrong. Goalkeeper wako apige moja kwa moja mpira juu, strikers waliceive wazalishe mipira ya pili. Alafu against height ya Eda Afonso, sawa, center back miongoni mwa center backs wale back 3 wa Petro Rwanda, ama height ya goalkeeper Marquez, sawa, yes, unamweka Joshua Budo Mutale as your 9 ambaye is the shortest man on the team. Yaani kwa kutazama tu hivi kwenye picha, Joshua Mutale
ndiye mchezaji mfupi zaidi kwenye kosti ya Simba baina ya wachezaji walioanza leo, miongoni mwa wachezaji walioanza leo. Your shortest guy on the team unamweka against the height of Eder Afonso, Marquez. How is he supposed to bring up the team? Yani apokee mipira awa connect viungo wenzie kina Maema and aweze kuifanya Simba ipate spaces in behind wakimbie. Ni wazo ambalo linge function kama you could have Kamara anaanzisha mpira chini and then you have Kante ana receive kwenye eneo la katikati mwa kiwanja and then ana find passes whether wide ama in behind kuweza kuwafungua kina Mpanzu wakimbie, kina Maema wakimbie, kina Morris, and then uko na hiyo concept ya fluidity kwamba mpira uko chini and then tuko na force 9, mtu ambaye badala ya kusimama eneo moja atazurura across the back line, across the last line of defense, ama the last line of defense ya Petro Rwanda, na mwisho siku yale mashimo ambayo yatapatikana, pasi ambazo zitapenyezwa, watu waweze kushambulia, Simba iweze kutafuta nafasi za kufunga mabao. Lakini kupiga mipira mirefu ni kwamba unakwenda against hilo wazo la kuweka mpira chini na kutumia zile movement na spaces ambazo zinazalishwa na hiyo force 9. Lakini hapo Marusu, ni kwamba Simba ikuzalisha hizo nafasi leo hii kwa sababu kuna nafasi ilipatikana. Of course, Morris, kijana wa Kitanzania ni swala na bure tena alirudisha, aliunodi mpira ukarudi ndani. I get your point, lakini it's about probability. Yani ukirusha sasa hivi vipande 50 venye rangi nyeupe sasa hivi vikawa 40, alafu venye rangi nyeusi vikawa 10. Okay, your guess is keeping, yani tukikufunga hapa kitambaa mechi za Champions League hutarajii kuona timu ikitengeneza nafasi nyingi kwa sababu ya ubora wa kila timu. Mpanzu amepata nafasi yeye na golikipa. Again, I get your point. Sometimes hii sio kwa sababu timu haijapata tu matokeo mazuri. Wote Morris Abraham angeweka mpira kambani. Nazungumzia Eli Mpanzu. Of course yeye na wavu nakuelewa. Ndio maana kwa idea ya kocha sio kwamba ikufunction. Ilikuwa ina function lakini kwa sababu timu imepoteza, watu wanaona makosa. Ndio makosa yanaonekana kuwa mengi, lakini kama timu yani unajua ukitaka kujua plani ya mwalimu ilikuwa sahihi ama haikuwa sahihi, jiulize swali moja. Simba leo wameshinda au hawajashinda? Hapo ukishaanzia hapo, kila kitu ambacho kilifanyika kwa ubora cha Simba kidogo kinakosa nguvu. Ndio maana nimesema hapa mwanzoni wakati naanza kuzungumza kwamba ni ngumu sana kumwambia mwana Simba kuna baadhi ya vitu positive vimefanyika leo, especially timu yake ikiwa imepoteza. Watu wengi wanatazama ni scenario ipi ambayo ingeweza kuwepo bora zaidi kulingana na kile ambacho mwalimu alikuwa anakiwaza na plani yake imethibitika uwanjani, na pengine tungepata ahueni na matokeo tofauti zaidi. And of course, speaking of which, unaitazama kwa mfano, by the way, chance ya ukitoa chance ya Morris Abraham first half ambayo iligonga mwamba, hakukuwa na chance nyingine ambayo ya Simba unaweza ukasema ilikuwa cut open mpaka second half, ambapo hii ni Champions League bro. Sawa, lakini this is uwanja Mkapa, atoki mtu. Back days akati Chama na Mixon wapo, it was chances after chances for breakfast. Yani nafasi zilikuwa azilishi za kufunga magoli. Hivi ukibadili wazo ama idea, timu haina motivation, wachezaji kama wanacheza tu. No, ni reality check. It's not about motivation for me. Sitaki kukubali kwamba Simba kukaa huko in behind leo hii ahead of the game na kuzungumza na wachezaji kwa prepare kuelekea kwenye mchezo beyond maelekezo ya mwalimu, kwa maana ya kuwapa motisha, if you win tunawapa kitu fulani, na mkifanya vema kuna hichi na hichi na hichi na hichi. That's the importance of the stage, by the way. Hii ni group stage ya mashindano ya Afrika. Sawa? The biggest tournament kwenye soka la Afrika la vilabu. Motivation ya kwanza ni hiyo kwa wachezaji, kwa sababu jana tumemwona Pacome anauza CV yake, maybe next season anaweza siwepo Yanga based on just ile performance ya jana. Sasa Mpanzu kwa mfano anahitaji motivation gani ya ziada kuliko hicho? By the way, hata motivation ya kwamba the best player on the team jana Pacome wa Yanga ameperform, mimi best player ambaye natazama wa Simba, why not nis perform? So motisha ni hiyo ya kwanza before hata Simba hawajazungumza okay mkishinda tutawapa milioni 500, unajua. So for me it's not about that. Okay, kocha kwa namna tangu ametua before kabla hujadi. For me problem kubwa ya Simba right now ni wako na wachezaji wengi sana ambao wanahitaji kukoma.
kuwa game changers. Simba bado haiko na prime players, yani wachezaji ambao wanacheza kwenye prime zao, especially Jonathan kwenye eneo Soa, la juu. subiri, Jonathan Soa, Dese Mukwala, Watazidan kwenye Jean Ahoua, they are not. Yani tunazungumzia leo kocha anatushawishi kwamba Joshua Mutale ni better player kuliko Jean Ahoua. Ndio anasemaje? Jonathan Soa ambaye alimaliza na magoli 14 kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Haikuwa Champions League. Ni kocha ambaye ni mchezaji ambaye alikuja Tanzania na Mediama kama sikosei. Ndio. Sumbua sana kwenye michuano ile ambayo timu haikufanya vizuri sana, lakini yeye as a player of course aliperform. Kitu alionyesha. Ni mchezaji ambaye ameprove hata kwenye big games hapa Tanzania. No, of course. No. So anacheza Singida Black Stars. Yes, sahi. Amebisha hodi mara ngapi dhidi ya Yanga, dhidi ya Simba. Amebisha hodi mara ngapi kwenye kipindi hiki ambacho anatokea bench, na ameshow kwamba yeye ni top striker wa daraja la Kampista. Msimu uliopita Soa alicheza against Yanga na Simba. Mimi naomba nikuulize wewe, msimu uliopita backline ya Yanga ilikuwa bora? Yani kwa nini tunamjaji Dube? Kwa nini watu tunamjadili Dube juu ya? Kwa sababu Isoves alikuwa anakosa sana mabao ya wazi, nafasi za wazi. Yani mimi naomba watu waelewe. Una uhoji ubora wa Jonathan Soa? Si uhoji, ila nataka watu wakubali kwamba yeye kufanya vema kwenye ligi kuu msimu uliopita na kupimwa kufanya vema leo hii kwenye grand stage ya soka la Afrika ni vitu viwili tofauti. Umeona? Kwa maana ya kwamba hii ni test ya tofauti. Mwalimu amekuja na mpango wa tofauti, and mind you, kisaikolojia pia somehow the guy is already defeated. Yani wewe imagine Kampista ni mshambuliaji ambaye unajiona unapaswa kuanza kwenye mchezo. Unajiona wewe maybe the best miongoni mwa washambuliaji waliokopo klabuni. Alafu comes the game ambayo inapaswa kuwa na umuhimu na matokeo ya muhimu kwa klabu yako, hauanzishwi. Unajua unapoingizwa second half kuna namna fulani inakubiti pia kisaikolojia kwamba ndio maana nasema Soa huyu ambaye ametokea bench mara kadhaa ndio ameshafunga magoli mawili. Ndio, lakini sasa ameonyesha hata kwenye mechi ya dhidi ya Nsingizini yawe sio ya nyumbani, ndio nasema ambao aliingia second half, game ambao alianza kufanya vizuri. Mechi ya pili alianza alifunga dhidi ya Nsingizini, game ya pili ndio alianza he didn't perform well for the record. Hakufanya vizuri Soa kwenye game ambao alianza dhidi ya Nsingizini hapa home. And hiyo sio kesi yake peke yake pia. We are speaking of hata Mkwala. Game ya JKT was it? Alianza pia. What did he do? Sawa? So maybe ni vitu viwili. Kocha mwenyewe kwa kutokuwapatia nafasi amewapunguzia confidence washambuliaji, ama it's just kuna namna fulani washambuliaji wenyewe pia wameshindwa kulive up kwenye task. Lakini for me, mimi hiyo sio shida sana. Yaani sio kitu cha kwanza ambacho nakiangalia. For me cha kwanza ni ukiangalia Simba leo, how many players ambao unaweza ukawauliza maswali ya productivity ya Chama wakati Simba wanaanza kwa mfano mradi 2018 ile 17-18 kwenye Champions League. Unamtafuta Chama leo ndani ya Simba? Yani mchezaji ambaye alikuwa akigusa, yani unajua watu wanapaswa kufahamu kwamba football is all about psychology. Yani kabla mchezaji hajapiga danadana, cha kwanza kama hayuko vizuri kisaikolojia, hawezi kuinjua kwamba huu mchezo ni mgumu. He can never perform katika full potential. Huo ni uhalisia. Wakati jana Yanga Pacome anagusa mpira, ina communicate confidence kwa wachezaji wengine wote, kwa sababu they know there's someone ambaye hata dakika 98 tumefungwa, he can still win a match for us. Lakini leo hii nikikuuliza, umeangalia game ya Simba leo? Yes. Ni mchezaji gani ambaye do you cross your eyes unasema alikuwa anaweza akacommunicate hicho kitu kwamba I'm winning this match for Simba? Hakuna. There's nobody. Na hicho ndicho ambacho anachokisema exactly. Alafu unarudi miaka ya nyuma hapo kadhaa, ulikuwa unaangalia Simba yuko na mshambuliaji ambaye anaongoza mashambulizi is John Boko, for Christ's sake, mshambuliaji ambaye ametoka kushinda ubingwa wa ligi. Sawa, you're speaking of Med Kagere, the player ambaye ameprove over and over again kwenye grand stages za soka la Afrika, whether in Uganda na kwingineko. Ukienda kwenye kiungo unazungumzia Jonas Gerard Mkude ambaye ana uzoefu sio miaka mingapi, karibia miaka 7 kwenye top fight ya pressure ya Simba Sports. Sawa, Mikison alipokuja, this is a guy ambaye unajua alikuwa anaweza akachukua watu 7 peke yake kwenye squad. Kwa hivyo cha siku yeye akifanya vile, Mohamed Hussein anapata message kwamba okay, this is our game, haijalishi hawa ni Al Ahly, this is our game, we can do something. Kwa hiyo so unataka kurudisha mpira kwenye kamati ya usajili?
nacho kizungumza of course sababu cha kwanza ni nyakati unaweza kuzungumza makocha hapa. Cha kwanza ni hicho. Sometimes unajua namna ipi ambavyo club zetu hazina kurugenzi ya ufundi, hazina sijui namna hiyo, ni namna ambayo nimekulilia sana mimi, kwa sababu najua unaweza kuleta kocha huyu kamtoa